Baada ya kutokea kwa kile ambacho kimeendelea kwa kundi la G55 ambalo walikuwa ni wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo ambao wametangaza kwamba baadhi yao wanahama kutoka chama hicho huku wakiwa bado hawajatangaza wanaelekea wapi. Hebu tuchambue kidogo kuhusu hili. Je, hawa watu wanaelekea wapi? Ukitazama kwa namna ambavyo wamezungumza na kueleza kwa sababu za kutoka chama cha demokrasia na maendeleo, ni dhahiri kwamba wako njia panda kuelekea chama cha mapinduzi, yani CCM. Na kutotangaza kwamba wanaenda CCM, kuna mambo mawili: huenda tayari wamesha close deal ya kwenda CCM, ama wanajiweka kama bidhaa wakiamini kwamba wao ni bidhaa adimu au adhimu ambayo kila chama wangetamani kuwa nao. Kwa hiyo kusema kwamba hawajaenda chama chochote au hawatoenda chama chochote inawapa nafasi ya wao kujiuza kwa CCM, kujiuza kwa ACT Wazalendo, kujiuza kwa NCCR Mageuzi, kujiuza kwa TLP. Lakini tufahamu kabisa kwamba hao wote walikuwa ni viongozi, na baadhi yao wamezungumza kupitia kile walichokizungumza jana kwamba wao hawawezi kuwa sehemu ya mahali ambapo wanatoa ushauri, wanaongea mambo hayatekelezwi au wanapuuzwa. Kwa hiyo wana asili ya kuwa viongozi, kwamba tukisema jambo fulani basi litekelezwe kwa sababu ya nguvu ya uongozi ambao tayari wanaamini kwamba wako nayo. Sasa hili kundi tafsiri yake linahitaji kwenda sehemu ambayo wanaamini kwamba watapata nafasi ya uongozi, na sehemu pekee ambayo katika hizi zama viongozi wengi wa upinzani katika hii miaka ya uchaguzi huwa wanatupa karata yao ya kuondoka kwenye vyama vyao halisi na kwenda katika vyama ambavyo wao wanaamini kwamba vina maslahi, hasa chama cha mapinduzi. Katika nyakati hizi za uchaguzi wanaamini kwamba ukishiriki kwenye uchaguzi hata usipokuwa mbunge ni rahisi kuja kuteuliwa kwenye nafasi za ukuu wa wilaya na ukuu wa mikoa. Kwa hiyo hili kundi kwa kiasi kikubwa limeweka mtego huo wa kuamini kwamba chama cha mapinduzi kitawafuata kama hakijawafuata kwa ajili ya kujadili mstakabali wa siasa zao na kutangaza hadharani kwamba wameondoka Chadema. Ni hilo watakapoonekana wameenda CCM, waonekane kwamba CCM ndio wamewahitaji wao, sio wao wamekihitaji chama cha mapinduzi. Kwa hiyo huu ni mtego wa kuongeza thamani yao kwenye jamii, kwa sababu wange toka leo hii na kusema wanahamia CCM, huenda wangepokelewa katika ngazi ya tawi au wangepokelewa na kiongozi ambaye wao wanaamini kwamba asingewa brand. Kwa hiyo wameamua kujibrand kwanza, kuonyesha wako huru, ni wanachama ambao hawana chama chochote, alafu kesho akionekana wanapokelewa CCM na kiongozi mkubwa wa chama, ionekane kwamba CCM ndio wamewashawishi wao kutoka kuwa wanachama huru na kwenda CCM, sio kwamba wameshawishiwa na sera au wameshawishiwa na vile vilivyopo CCM. Yani waonyeshe kwamba sisi tuna nguvu, ndio maana CCM wametushawishi wenyewe kuja kwao, sio sisi tumeomba kuja kwao. Kwa hiyo ni wamejiweka njia panda ya kuongeza thamani katika siasa, ya kujitofautisha, kuonekana kwamba yale waliokuwa wakiyafanya ndani ya Chadema ilikuwa ni njia ya wao kutoka kwenda CCM. Kwa hiyo wamekaa njia panda kuonyesha kwamba wao wana nguvu, wao wana ushawishi. Kwa hiyo chama chochote ambacho kinaweza kafika bei, kwa maana sio ya kuwanunua, kwa maana ya kwenda kuwashawishi, kuwapa mipango mizuri, wataenda huko. Na usishangae pia katika kutengeneza game ionekane imenoga, baadhi yao wanaweza kugawanyika. Yani kuna watu wanaweza wakaenda NCCR Mageuzi, kuna watu wanaweza wakaenda ACT, lakini mwisho wa siku hawa wote wakaja kukutana kwenye chama kimoja kutokana na project ambayo inaweza ikatengenezwa na yule mtu ambaye anahitaji kuwatumia kwa namna gani. Sasa wakienda CCM, je, wana madhara gani au wana faida zipi? Wakienda CCM hakuna madhara yoyote zaidi ya kuwakatisha tamaa na CCM ambao miaka yote wamekuwa CCM wakiamini katika CCM na wana uwezo na ni viongozi wazuri labda kuliko hata hawa G55. Kwa hiyo kuwachukua hawa sio kitu kibaya, lakini namna utakavyowatumia huenda ikawakatisha tamaa wana CCM ambao wanaamini katika CCM, wamezaliwa huko, wamekulia huko, wanaipambania CCM nyakati zote, wanajiandaa labda wapate na wenyewe hizo teuzi ambazo zinaaminika kwamba ili upate lazima uwe mwanachama wa chama tawala, kwa maana CCM za katibu tawala, ukuu wa wilaya, ukuu wa mkoa, ukurugenzi.
leo hii wakitoka watu ambao hawana hata miezi miwili ndani ya CCM wakapata nafasi hizo, wakati kuna vijana waliozaliwa huko, waliokulia huko, hawajapata hizo nafasi, zitakatisha tamaa. Lakini pia zitaongeza kile ambacho vijana wengi wanaamini mtaani, kwamba shortcut ya kupata madaraka katika nchi hii lazima uende chama cha upinzani chenye nguvu, kama Chadema, alafu pambane upate cheo au upate jina. Ukishapata jina, ukija kuunga mkono juhudi ama kurudi CCM au kujiunga na CCM, basi utaonekana wewe ni mtu unayefaa, na lazima ukishajiunga nao utapata uteuzi. Kwa hiyo vijana wengi wanaopenda siasa, shortcut ya kuwa kiongozi itakuwa ni kwenda Chadema, tengeneza jina, ukishatengeneza jina, unga mkono juhudi, jiunge na CCM, alafu utapata huo uteuzi. Kwa hiyo hii itawafanya watu wengi ambao wana matamanio ya kupata mafanikio ya shortcut kwenye siasa kuamini kwamba njia sahihi ya kukubalika na serikali ni kuwa upinzani kwa muda, alafu unatengeneza nguvu. Baada ya kutengeneza nguvu, basi unachukuliwa na serikali. Kwa hiyo itatengeneza wapinzani wapya wengi ambao watakuwa na nguvu sana ya ukosoaji kwa serikali, ili wapate majina ambayo serikali itawavuta na kuwa upande wao. Lakini kitu kingine ambacho zamani kilikuwa ni faida ukiwachukua watu kama hawa, walikuwa wakitoka ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo wakija CCM, wanaeleza yale madhaifu ambayo yako ndani ya Chadema. Sasa leo hii unalichukua hili kundi la watu ambao wanajiita G55, ambalo linakuja kukosoa kitu ambacho hawajawahi kukipractice, kwa sababu ni uongozi mpya wa Tundu Antipas Lissu pamoja na John Heche baada ya uchaguzi ambao umefanyika Februari, baada ya uchaguzi ambao umefanyika mwaka huu. Sasa hawa watu unapowachukua wataenda kukosoa Chadema, ambayo Chadema hiyo ni Chadema ya Mbowe ambayo haiko madarakani. Leo hii wakisema Chadema hakuna demokrasia, Chadema kuna nini, sio vitu ambavyo vinaidhoofisha Chadema, tofauti na miaka ile wakati wanachama wanatoka Chadema wanaenda CCM wakizungumza mabaya ya kuhusu Chadema, walikuwa direct wanazungumza kitu ambacho wamekiishi, kwa sababu utawala na msingi wa uongozi ulikuwa chini ya falsafa za mwenyekiti ambaye alikuwa ni Mbowe kwa kipindi chote. Kwa hiyo hawa hata wakienda CCM na wakaiongelea Chadema kwenye majukwaa ya CCM, watakuwa hawana mashiko, kwa sababu watakuwa wanakiongelea kitu ambacho mfumo wake umebadilika kwenye uongozi, kwenye structure, kwenye maamuzi. Kwa hiyo hawana faida yoyote kwenye majukwaa ya kisiasa kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa hiyo kuwachukua hawa ni sawasawa na nini, labda yani kwa Chadema tuseme, yani ni sawasawa na umenyoa nywele ambazo watu wanatarajia tu zitaota nyingine kwenye kichwa. Kwa hiyo hawana athari yoyote kutoka kwenye chama cha demokrasia na maendeleo, japo anasema kwamba mtu yoyote kwenye chama anapoondoka huwa anaacha athari, kwa sababu kuna watu walikuwa wanaamini. Lakini je, aina ya hao watu kweli kuna watu walikuwa wanaamini, watu walikuwa wanawafuatilia? Yani Chadema baada ya miaka ile ya Lowassa kuja na kundi lake na watu kuondoka, watu walijifunza invest, kutoka katika mioyo ya viongozi. Ndio maana leo hii Chadema unaona kwamba Mbowe hayupo, no problem. Wale walikuwa wanaamini katika Mbowe, sio katika chama, ndio wanapata matatizo, lakini wanachama wengi wamebaki kuliko wale ambao wanaumia au wanaondoka kwa sababu ya Mbowe kutokuwa mwenyekiti. Kwa hiyo Chadema imeshaweka msingi wa chama kusimama bila kuwa na mtu ambaye wanamtegemea. Kwa hiyo CCM watakapolichukua hili kundi, wasione kama wameenda kuiangusha ngome ya Chadema, kwa sababu hao watu wameshatoka, na kutoka kwao wametoka baada ya uongozi wa Lissu kuingia madarakani na Mbowe kutoka nje. Watu walitarajia kwamba kuna kundi la watu litatoka, miongoni mwao ndo hawa. Lakini pia wanachukua kundi ambalo baadhi ya viongozi wake wanatuhumiwa kwamba miongoni mwa wale wabunge 19 wa Chadema ambao waliingia bungeni katika namna ambayo kila Mtanzania anaona kulikuwa kuna dosari, viongozi ambao wametoka miongoni mwao wake zao wamo mle. Kwa hiyo inaleta picha kwamba yalikuwa ni maandalizi tu ya wao kuwafuata wake zao katika chama ambacho kimewalindia maslahi yao kwa kipindi kirefu. Lakini pia kinawafanya watu watazame hao viongozi kama ni watu ambao hawastahili kuwa mfano mwema kwenye masuala ya uongozi, kama waliweza kufanya makosa kupitia familia zao kuwaingiza wake zao bungeni, na wao walikuwa ni viongozi ambao walikuwa na uwezo wa kuzuia hicho kisitokee.
unapoachukua na kuwapa platform kwenye majukwaa, ni ngumu sana hao watu kuonekana ni watu ambao wanapaswa au wanaweza kusikilizwa. Unaweza ukaforce wasikilizwe kutokana na platform ulionayo kama chama chako, lakini mwisho wa siku kwa wananchi huku ni watu ambao wanawaona kama ni watu wa kuwapuuza, kwa sababu ni watu ambao walishindwa kusimamia maadili ya uongozi walipokuwa kwenye chama A. Leo hii wapo kwenye chama B, wanaongea masuala ya ubadili, wanazungumzia masuala ya uadilifu. Yani ni kama tunataka kuaminisha ule msemo wa kusema kwamba siasa ni maigizo, siasa ni kitu ambacho hakina uhalisia. Sasa sidhani kama kwenye chama makini kama CCM kitakubali jukwaa lake litumiwe na watu wa namna hiyo kwa ajili ya kujinufaisha tu wao kisiasa, kwamba baada labda uchaguzi wapate ukuu wa wilaya, wapate ukuu wa mkoa, wapate vyeo ambavyo hata hivyo vyeo wakija kuvipata wakati mwingine heshima yao kwenye jamii huenda ikawa haina heshima ambayo wangestahili kupewa kutokana na hizo nafasi za teuzi ambazo wanaweza kuja kuwa wamepata. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa Chama cha Mapinduzi, wanaweza wasiwapokee au wasiwapokee kabisa hao G55, kwa sababu hawana madhara yoyote, hawana faida yoyote wakijiunga na Chama cha Mapinduzi. Na kukaa na hawa watu bila kuwapa cheo ni kuwatengeneza kuja kuwa wapinzani wapya tena, kwamba hawa watakuwa wameweka kituo tu, lakini wakikosa vyeo watarudi kwenye vyama vingine vya upinzani, na baada ya kurudi huko ndo career yao kwenye siasa itakuwa imeisha, kwa sababu wanasema sumu huwa haiui mara mbili. Lakini pia utakapowachukua na kuwatumia utawakatisha tamaa hawa wana CCM wengine ambao wanaweza wakatumika zaidi vizuri kuliko hata hawa, kwa sababu ya malezi ya chama, wanajua itikadi za chama, wanajua nini, na hawa watu wameshaeleza kwamba wao ni viongozi, wanachoshauri wanataka kifanyike. Je, wakienda CCM watakayo ya shauri yasiposikilizwa si wataondoka tena? Huku wataondoka tayari mmewapa umaarufu, wanaweza wakaleta mvurugano ambao haukuwepo awali kutokana na utiifu na maadili ya wana CCM ambayo wamefundishwa na wamekuwa humo. Hawa hawana, kwa sababu wamelelewa katika misingi ya chama cha upinzani ambacho kina falsafa tofauti kabisa. Kwa hiyo hawapaswi kupokelewa ndani ya CCM, na kama wakipokelewa basi wasipewe vyeo au wasipewe nafasi ambazo zitawaongezea thamani yao na kuonekana ni muhimu kuliko wana CCM wengine. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.